Kazi na utu. Niseme tu kwamba nilivyofika, na kumbuka Mheshimiwa mkuu wa mkoa aliyepita pia alikuwa anasema sana kuhusu miradi ya Kilolo kwamba haifanyi vizuri, haiishi. Kwa hiyo nilichoanza kufanya ilikuwa ni tathmini ya kila mradi. Kwa hiyo nilikuwa nakaa na idara, kwa maana ya idara ya ujenzi, nilikuwa nakaa vikao nao sana mwanzo kuwaelewesha na kuambia kwamba tunatakiwa tubadilike ili tuweze miradi yetu kuwa inakamilika. Lakini changamoto kubwa ambayo mimi niliiona ilikuwa ni kwenye BOQ ambayo zilikuwa zinatumika mwanzo. Zilikuwa zinafanya gharama ya miradi inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo miradi inakuwa haikamiliki. Kwa hiyo nikawa najaribu kwenye miradi karibia yote tunatumia BOQ ambayo nilipokuwa mkurugenzi ndio tulikuwa tunazitumia hizo BOQ kulinganisha kwamba jamani, kwenye kipengele hichi mbona sisi hapa gharama ni kubwa, mbona huko gharama ilikuwa ni ndogo. Kwa hiyo tukawa tunajaribu kuadjust. Kwa hiyo tulipokuwa tuna adjust zile BOQ, taratibu ile miradi ikawa inaanza kutekelezeka na kukamilika. Lakini kilichosababisha pia mpaka tuna percentage kubwa safari hii kwenye kukamilisha miradi yetu nilianzisha kufanya ziara na timu za management, kwa sababu sio wakuu wote wa division na idara walikuwa wanaijua miradi yote. Ilikuwa ni baadhi, unakuta labda ni user tu ndio ambao wanaijua au engineers na manunuzi. Kwa hiyo tukaanza kufanya ziara, na tulifanya ziara ya kwanza karibia siku 4. Timu ya management tuligawana kwa makundi, alafu tukaja tukakaa tukafanya tathmini kwenye ile miradi ambayo tumeitembelea, na kuanzia pale hali ya miradi ikaanza kubadilika. Lakini pia tuna groups za miradi kwenye idara zote, kwa maana ya kuna group la elimu msingi, elimu sekondari na afya. Zile group kila siku walimu kama au ni waganga wafawidhi huwa wanatoa taarifa ya miradi, nini kinaendelea, wanatuma maelezo pamoja na picha. Kwa hiyo tunakuwa tunaweza kuwafuatilia. Lakini pia nimekuwa nikiendelea kuwamotisha kwa kuwapongeza kwa wale ambao wanafanya vizuri, lakini hata wale wanaotoa taarifa kila siku. Kama juzi tu nilitoa motisha kwa mwalimu nikamtumia 30 kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye anatuma taarifa kila siku. Kwa hiyo hiyo walimu waliipenda na yenyewe imeendelea kuwahamasisha kutoa taarifa. Hivyo hata kama nina majukumu mengine, lakini nakuwa najua nini kinaendelea na kuendelea kuhamasisha. Lakini niseme tu hata jana Mheshimiwa mkuu wa mkoa tumekaa kikao kirefu sana. Tumekaa kikao mpaka usiku, mpaka kwa ananitania mkurugenzi mkuu wa mkoa amesema kikao mwisho saa 9. Lakini nikamwambia hatujakaa muda mrefu na tuna mambo mengi lazima tuyajadili. Lakini pia mkuu wa mkoa naishukuru timu yangu huwa inanivumilia. Tukiwa tuna vikao virefu huwa wanavumilia na tunajadili vitu vizuri. Lakini niseme mkuu, pia mabadiliko haya yametokana na mkuu wa idara pia wa ujenzi. Ni mtu ambaye huwa ananielewa. Nikimwambia hapo Alex, hapo badilisha, hapo fanya hivi, ni anaelewa. Unakuta saa nyingine engineer wengine wanakuwa kidogo ni wagumu. Wanasema hapana, labda mchoro unasema hivi, hapa hivi, lakini yeye huwa ananielewa. Kwa hiyo ni rahisi pia kwenda kufikisha yale maelekezo kwa walio chini yake. Lakini nishukuru pia DC ameendelea kutufuatilia, lakini tumeendelea kushirikiana vizuri na Mheshimiwa mwenyekiti, na niendelee tu kuwapongeza na kuwatia moyo wakuu wa idara kwamba niliwaambia kwamba tutaona mabadiliko, na nashukuru mabadiliko yameonekana. Ni hayo tu Mheshimiwa mwenyekiti, asante sana.